Je, elimu ya darasani pekee inamtosha mtoto wa kesho? Cheti kinaweza kukupa nafasi ya kuanza, lakini ujuzi, tabia na uwezo wa kujifunza vinakuwezesha kuendelea. Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Mzazi, leo nataka nikuulize swali ambalo linaweza kukufanya ufikirie kwa kina. Mtoto wako akifaulu kwa alama zote, lakini akashindwa kufanya maamuzi sahihi, kushirikiana na watu, kutumia fedha kwa busara au kukabiliana na changamoto, je, utasema ameelimika kweli? Leo hatupingi elimu ya darasani, la hasha. Tunataka tujiulize, je, elimu ya darasani pekee inamtosha mtoto wa dunia ya kesho? Hebu tusikize simulizi hii. Katika mji mmoja waliishi vijana wawili. Daniel alikuwa mwanafunzi bora darasani. Alikuwa na vyeti vizuri, lakini aliogopa kuzungumza mbele za watu. Hakujua kupanga fedha zake. Alikata tamaa kila aliposhindwa. Mwenzake aliitwa Grace. Grace naye alisoma kwa bidii, lakini baba yake alimfundisha mambo mengine pia. Jinsi ya kuwasalimia watu kwa heshima, jinsi ya kuokoa sehemu ya fedha alizopewa, jinsi ya kuomba msamaha, jinsi ya kufanya kazi na wengine. Miaka kadhaa baadaye wote walipata kazi, lakini Grace alikuwa haraka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na elimu ya darasani na elimu ya maisha. Ukweli uliojificha ni huu: shule hufundisha masomo, lakini kuna mambo ambayo mara nyingi hufunzwa nyumbani, kama vile nidhamu, mawasiliano, uaminifu, kusimamia fedha, kujitambua, kushughulikia hisia. Mtoto anajifunza haya mapema, huwa na msingi imara zaidi. Leo dunia imebadilika kwa kasi kuliko wakati mwingine wowote. Akili bandia AI inaweza kufanya kazi ambazo zamani zilihitaji watu wengi zaidi. Baadhi ya ajira zimebadilika, nyingine zitatoweka na nyingine mpya zitazaliwa. Kwa hiyo watoto wetu hawahitaji zaidi kukariri majibu, wanahitaji kujifunza, kufikiri, kutatua matatizo, kujifunza mambo mapya ya maisha yote, kubadilika bila kupoteza maadili yao. Mtazamo mpana ni huu: elimu ni cheti muhimu, lakini kujifunza hakumaliziki unapohitimu shule. Familia, nyumbani ndipo mtoto hujifunza tabia ambazo haziandikwi kwenye cheti. Na kwa upande wa jamii, waajiri na jamii hutafuta watu wanaoweza kuaminiwa, kushirikiana na kuendelea kujifunza. Wiki hii tuliuliza wazazi, ni somo gani ungetamani shule zote zifundishe lakini halipo vya kutosha? Baadhi ya majibu yalikuwa elimu ya fedha, afya ya akili, mawasiliano, maadili. Mzazi mmoja alisema, ningependa watoto wafundishwe jinsi ya kushindwa bila kukata tamaa. Hilo ni somo ambalo kila mtoto atalihitaji. Dakika ya familia. Wiki hii muulize mtoto wako swali hili: ni jambo gani alilojifunza nje ya darasani wiki hii? Anaweza kusema kuvumilia, kusaidia mtu, kutengeneza kitu, kupika, kupanda mmea. Mpongeze, mfundishe kwamba kujifunza hakufungwi na kuta za shule. The mirror moment ya wiki hii. Mzazi, jiulize, je, nyumbani kwangu tunazungumza kuhusu alama pekee au pia tunazungumza kuhusu tabia, maamuzi na uongozi wa maisha? Mtoto anayesikia mazungumzo ya maisha nyumbani hujenga mtazamo mpana. Usimwandae mtoto kwa mitihani pekee, muandae kwa maisha ambayo bado hajayafikia. Elimu ya kweli si kujua majibu yote, ni kujua jinsi ya kuendelea kujifunza. Leo mweke mtoto wako kwenye njia ya mafanikio ya kudumu kwa kumfundisha jambo hili. Usiogope kusema sijui, lakini usikubali kubaki hujui. Hilo ndilo liingie kwenye kikoba chake cha maisha. Wiki hii mfundishe mtoto ujuzi mmoja wa maisha ambao haufundishwi sana darasani. Unaweza kuwa kupanga bajeti ndogo, kuandika barua pepe, kupika chakula rahisi, kupanda miti, kuzungumza kwa heshima na mgeni, kutatua tatizo kwa utulivu. Ujuzi mdogo wa leo unaweza kuwa faida kubwa ya kesho. Swali la wiki: kama ungeongeza somo moja kwenye mitaala ya shule za Tanzania, lingekuwa somo gani na kwa nini? Asante kwa kuwa nami. Leo tumegundua kuwa elimu ya darasani ni muhimu sana, lakini mtoto wa kesho anahitaji pia elimu ya maisha.
Wiki ijayo tutazungumza kuhusu somo ambalo linaweza kubadilisha maisha ya mtoto mapema sana. Fedha za mfukoni zinaweza kuwa somo la kwanza la uwekezaji kwa watoto, kwa sababu mtoto anayejifunza thamani ya fedha akiwa mdogo ana nafasi kubwa ya kufanya maamuzi bora akiwa mtu mzima. Usikose kila Jumamosi kufuatilia safari ya kumjenga kijana bora. Kutoka Hidden God Insight, mimi ni Ada Iligo.